ambao wakakamavu, wale ambao nisemeje, ambao nyuso zao zimekakamaa, zimekunjamana, zina ile mistari ya usoni ile. So chakula kia leo ni kwa ajili yao, kwa sababu neno lasema chakula kigumu ni kwa ajili ya watu wazima. Maana kwamba ya leo ukiwa ni mtoto mdogo, chakula cha leo kikufai, kwa sababu unaweza ukasikiliza na usielewe. Lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, neno linasema chakula laini ni kwa ajili ya watoto wachanga. Maziwa na uji ndio chakula ambacho watoto wachanga wanastahili kula. Lakini nakuombea kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akakuwezeshe, kapate kufungua fahamu, kapate kukupa akili na hekima, wewe ambaye utakaosikiliza ujumbe huu, kapate kuelewa nini ambacho kinachomaanishwa katika neno hili, au nini ambacho Bwana alikusudia upate kukielewa katika neno hili. Nataka tukajifunze kwa pamoja kwa nini na kuambia kuwa kuna dhambi kuu ambayo wanadamu huifanya, ambayo shetani mwenyewe arogopa kuifanya, na wanadamu mpaka leo hii wanaifanya. Ni dhambi ipi hiyo? Twende tukajifunze kwa pamoja. Nataka tujifunze kwa pamoja katika kitabu cha Mathayo. Tupate kuelewa nini ambacho Bwana alikusudia katika siku ya leo. Mathayo 4 tutaanzia mstari wa 3 mpaka wa 11. Ila kichwa cha neno na pointi ipo katika mstari wa 7, lakini nasoma yote ili upate kuelewa. Inasema hivi, mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Mstari wa 4. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Amen. Huyo ni shetani anamwambia Yesu, na ni Yesu anamjibu shetani. Mstari wa 5 unasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. 6. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Amen. Huyo ni Ibilisi anamwambia Kristo. Mstari wa 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mstari wa 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mstari wa 8. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. 9. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. 10. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, mwabudu yeye peke yake. 11. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Amen. Hilo ni pointi letu kuu la neno la leo, na kuambia upate kuelewa dhambi kuu ambayo wanadamu wanaifanya, ambayo shetani aliogopa kuifanya. Ukisoma haya maandiko vizuri, jinsi shetani alivyomjaribu Kristo, hakuweza kujibishana naye au kukataa chochote Kristo alichokiongea. Lakini katika mstari wangapi? Mstari huu, mstari wa 7. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Maana kwamba Yesu alikuwa anamwambia shetani,
Shetani alikuwa anamjaribu, maana kwamba anamwambia shetani, usimjaribu Bwana Mungu. Maana kwamba shetani alikuwa anamjaribu nani? Anamjaribu Mungu. Kwa kitendo cha shetani kumjaribu Yesu, maana kwamba alikuwa anafanyaje? Anamjaribu Mungu. Lakini kia kushangaza, shetani hakuweza kupinga ya kusema wewe Yesu sio Mungu, wewe ni Yesu.